Maana ya kwanza ya upako wa Roho Mtakatifu ni nguvu za Mungu za kumsaidia mtu kutimiza kusudi au kazi ya Mungu. Kwa hiyo hauwezi ukatimiza kazi ya Mungu kama haujapakwa mafuta. Makuhani kwenye Agano la Kale ili watumikie kusudi la au kazi yao ya ukuhani, walipakwa mafuta kwa ajili ya kutumika kwenye kazi yao ya ukuhani, kama alama ya kuwezeshwa kwenye ile kazi na kama alama ya kutengwa kwa ajili ya ile kazi. Kwa kazi yoyote ile ya Mungu ambaye amekuitia inahitaji upako au uwezesho wa kimungu ili kusudi hiyo kazi uifanye kwa ufanisi na kwa ubora. Kwa maana ya kwanza ya upako wa Roho Mtakatifu ni nguvu ya Mungu au ni uwezesho wa Mungu au uwezesho wa Roho Mtakatifu juu ya mtu kwenye kutimiza kazi aliyoitiwa. Kwa kama ni mwimbaji, ili atimize kazi ya uimbaji anahitaji upako au mafuta ya Roho Mtakatifu kusudi atimize ile kazi ya uimbaji. Kama ni mwombaji anahitaji upako au uwezesho wa kuomba. Kama ni mhubiri anahitaji upako wa kuhubiri kusudi atimize kazi ya kuhubiri. Kitabu cha Luka sura ya 4 mstari wa 18, Yesu anasema, Luka 4:18, Roho wa Bwana yu juu yangu kwa maana amenipaka mafuta ili ahubirie maskini habari njema. Kwa Yesu anatupa kazi aliyokuja kuifanya, kuhubiri habari njema kwa maskini. Lakini kabla ya kwenda kuhubiri hiyo habari njema, anatuambia kuna Roho wa Mungu yuko juu yangu, amenipaka mafuta. Kwa kinachotangulia sio kazi, kinachotangulia ni mafuta au uwezesho. Roho wa Bwana yu juu yangu kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Kwa kazi ya Yesu ni kuhubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao na vipofu kupata kuona tena na kuacha huru waliosetwa. Kwa Yesu anatuonesha kazi ambazo ilibidi azifanye, lakini kabla ya kazi kinatangulia mafuta au upako. Moja ya alama za Roho Mtakatifu ni mafuta, kwa maana ya kuleta wepesi. Wanaoendesha pikipiki na magari na baiskeli wanajua kwenye joint za vyuma wanatia mafuta kuondoa msuguano, lubrication. Kwa Roho Mtakatifu akishakuja anakusaidia kuleta wepesi na kuleta ulaini wa mambo kwenye maisha. Kwa Roho Bwana yu juu yangu kwa maana amenipaka mafuta kuhubiri habari njema. Kwa hata Yesu mwenyewe alihitaji mafuta ya Roho Mtakatifu kufanya kazi ya Mungu. Miujiza aliyoifanya Yesu, mambo ya kutisha aliyofanya Yesu yalikuwa ni matokeo ya upako au matokeo ya nguvu ya Roho Mtakatifu juu yake. Kwa hakuna namna unaweza kukwepa Roho Mtakatifu kafanikiwa kwenye maisha. Kila aina ya uumbaji inamhitaji Roho Mtakatifu. Biblia inasema na Roho wa Bwana akatulia juu ya vilindi vya maji. Kwa nini? Anakamilisha uumbaji. Kila aina ya uzao inahitaji Roho Mtakatifu. Kwa nini? Biblia inasema Maria alikuwa hajamjua mume, lakini Roho Mtakatifu alikuja juu yake akabeba mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa kila aina ya uzao inahitaji nguvu za Roho Mtakatifu. Kila aina ya kazi, kila aina ya wito na kila aina ya kusudi. Na hapa ndipo hata waelewi. Kwa mimi sio mhubiri nataka Roho Mtakatifu wa nini? Inawezekana hujaitwa kwenye kuhubiri lakini umeitwa kwenye neno jingine. Kuna wengine wameitwa kwenye siasa. Kwa siasa pia unahitaji mafuta ya kiuongozi kufanya vizuri kwenye siasa. Wote hawajaitwa kwa wahubiri madhabahuni. Kuna wengine wameitwa kwa wafanyabiashara wakubwa. Kwa unahitaji mafuta ya Roho Mtakatifu kwenye biashara, wepesi na mpenyo. Kuna wengine wameitwa kwa nini? Kwa waimbaji, unahitaji mafuta kwenye eneo lolote. Wengine ni michezo, kutumia kipaji, unahitaji mafuta ya Mungu kusaidia kwenye eneo lako hilo. Mimi sio mhubiri nataka Roho Mtakatifu wa nini? Mimi sio mhubiri nataka upako kwa ajili ya nini? Kwenye eneo la maisha Mungu anataka ufanye vizuri. Kile eneo la maisha ambalo Mungu anapofanya anataka ufanye vizuri, na ili ufanye vizuri unahitaji uwezesho wa Mungu. Danieli anasema na hao wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makubwa. Kwa ule hodari na uweze kutenda mambo makubwa kwenye kile eneo la maisha unategemea uwezesho wa Roho Mtakatifu. Eneo lolote, labda ni mwandishi wa vitabu, mafuta Roho Mtakatifu unahitaji. Labda ni mkulima, unahitaji mafuta ili kusudi ya kutofautishe utofauti wa matokeo kwenye maisha. Unategemea kiwango cha mafuta yaliyoko juu yako. Matendo ya Mitume 10:38, na Yesu Kristo wa Nazareti, jinsi Mungu alivyompaka mafuta. Habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akifanya kazi nchi na kuponya walionewa na ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja na. Kwa Yesu mwenyewe alipakwa mafuta. Yesu mwenyewe alipokea nguvu za Roho Mtakatifu. Kama Yesu alitegemea Roho Mtakatifu atende kazi, kama Yesu alitegemea mafuta atende kazi, sisi ni zaidi ya hapo. Kwa ufanisi wowote, uwezesho wowote ambao unahitaji, unahitaji mafuta au nguvu ya Roho Mtakatifu ya kusudi uwe ni bora. Bwana asifiwe.